Yes. Paulo katika kitabu cha Efeso anaeleza sana kwa habari za ulimwengu wa roho. Ni kwa sababu ya asili ya ule mji wa Efeso, narudia maneno mara ya pili. Ule mji ulikuwa umetawaliwa na wachawi. Mji ulikuwa umejaa waganga, miungu ya kila aina. So Paulo alikuwa anajaribu kuwatafakarisha wa Efeso ya kwamba vita hii mnayoiona sio vita ya damu na nyama. Kwenye mji huu hatupigani vita ya damu na nyama. Hatupigani vita ya mtu na ulimwengu. Mji huu ni vita katika ulimwengu wa roho. Ni nuru na giza vinapambana. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Efeso 6:12. Muhimu kusoma ili andiko. Efeso 6:12. Utakuja kugundua kwamba katika ulimwengu wa roho ndio uwanja wa maamuzi. So kuna mtu anaweza kaamka asubuhi na magonjwa kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho hesabu zimeshawekwa kwamba huyu mtu aumwe. Kwa Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Maandiko anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anaonyesha kwamba kushindana kwetu kwenye haya mazingira tuliopo wa Efeso si juu ya damu na nyama. Haihitaji gym, haihitaji kula chakula kizuri, haihitaji kunywa maji kwa wakati. Vita katika ulimwengu huu inaonekana wanaoshinda ni wenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa kama watu wa ulimwengu wa giza wana nguvu, maana yake wanatutawala katika ulimwengu wa roho wa mwili. Kama watu wa nuru tuna nguvu katika ulimwengu wa nuru, maana yake tunawatawala watu wa giza katika ulimwengu wa mwili. Utasema mtumishi, mbona kama sio kweli? Ukisoma kitabu cha Danieli, wakati mke wa mfalme anamfuata mume wake, anamwambia kuna mtu ambaye yuko hapa, baba yako alikuwa akimtumia kufasiri ndoto. Ni mtu mwenye hekima, ana roho ya miungu ndani yake. Na baba yako alimchagua kuwa mwenyekiti wa waganga na wachawi. Alikuwa kiongozi Danieli wa waganga na wachawi. Kwa sababu gani? Katika ulimwengu wa roho Danieli amewakamata hivi, hawana cha kuongea. Kwa hiyo katika ulimwengu wa damu na nyama, kinachotudhihirishia kwamba Danieli ameweza kuactivate his spiritual realm ni kwa sababu alipewa nafasi ya kuwa mwenyekiti wao. Kwa hiyo alikuwa anaamua, bana, leo hatutumii uchawi, leo tunamuita Bwana Mungu wa majeshi. Mji huu hatutakuwa na uchawi, maamuzi yote tutayafanya kwa Mungu aliye hai. Na mfalme anakuja anasema asiwepo Mungu mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Mungu wa Danieli. Vita ile Danieli alishaimaliza katika ulimwengu wa roho. So unapaswa kuelewa katika ulimwengu wa roho nafasi yako iko wapi kama muumini. Ili tuweze kutawala vinavyoonekana, inategemea tunatawala kwa sehemu gani katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 6. Efeso 2:6. Andiko anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. So mpaka Mkristo aelewe kwamba katika ulimwengu wa roho sisi tumekaa ulimwengu wa nuru. Na maandiko anasema katika huo ulimwengu wa nuru tumekaa pamoja na Kristo. Sio tukukaa pamoja na Kristo, kama ni ulimwengu wa nuru. Maandiko anasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 4 na 6, nuru inang'aa gizani wala giza haitaliweza kamwe. Kwa Mkristo anapogundua nafasi yake katika ulimwengu wa roho, inamsababishia uwezo wa kutawala katika ulimwengu wa mwili. Si kutawala kwamba uwe rais, ingawa inawezekana. Si kutawala kwamba uwe mbunge, ingawa inawezekana. Ni kuamua kuratibu hali ya hewa ya mazingira. Kwamba ukionekana Mungu atukane, watu wanamheshimu Mungu tena. Ya kwamba ukionekana Mungu adhihakiwi, watu wanamtukuza Mungu tena. Ndio maana ya kutawala. Walipoonekana wakina Danieli, kila mtu alikuwa akitetemeka hivi, wakijua kabisa hawa watu sio watu wa kawaida. Si kwa sababu ni majitu, lakini kwa sababu katika ulimwengu wa roho wanamiliki katika ulimwengu wa nuru. Na katika ulimwengu wa nuru, Biblia inasema nuru inang'aa gizani. Na maandiko yanasema kitabu cha Mwanzo, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. So nikueleze kwamba kuna vita inayoendelea kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Na mabadiliko mengi ya kitabia za watu, mabadiliko mengi ya tabia za watu yanaanzia katika ule ufalme wa giza. Wao ndo wanapanda. Maandiko yanasema
Watu walipanda shamba, walitengeneza shamba, wakapanda ngano. Walipoenda kulala usiku, adui akaja akapanda magugu. Hawakujua wakati shamba linaota na kumea, wanashangaa mbona kuna magugu katikati yake. Tunavyotembea hatuelewi, tunaenda huko na huko, hatuna access na mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho. Kwa mwisho wa siku wanashangaa mtu anaanguka kwenye zinaa, mtu anaanguka kwenye ulevi, mtu anaanguka kwenye anasa za fedha na mali. Imekuwaje? Kumbe katika ulimwengu wa roho, ufalme wa giza una nguvu kwa upande wake. That's why tunaomba ili kukusanya nguvu katika ulimwengu wa roho. That's why tunafunga ili kukusanya nguvu katika ulimwengu wa roho. Tunasoma neno ili kumshibisha mtu wa ndani katika ulimwengu wa roho, kwa sababu huo ulimwengu wa roho ndio ulimwengu wa maamuzi wa nafsi zetu, ulimwengu wa maamuzi wa maisha yetu. That's why tunaingia ibada ili kumwezesha mtu wa ndani. That's why tunafanya kila kitu tuweze kuishi maisha matakatifu, ili katika ulimwengu wa roho tuwe na nguvu. Tufanye nini basi? Jambo kubwa sana la kufanya katika haya yote ni kuhakikisha mifumo yote ambayo inakuweka karibu na Mungu unakesha kwenye hiyo mifumo. Kama ni kusoma neno, activate your speed. Kama ni kuomba, activate your speed. Kama ni kufunga, activate your speed. Kama ni ibada, activate your speed, ili tuwe viumbe wenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Na tunapokuwa viumbe wenye nguvu katika ulimwengu wa roho, tuna uwezo wa kutawala katika ulimwengu wa mwili. Sababu Danieli alivyokuwa kiumbe mwenye nguvu katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili wakamchagua kuwa mwenyekiti wa waganga na wachawi, kiongozi wa waganga na wachawi wote wa Babeli. Kwa Danieli ndio alikuwa akitoa tamko, hata abudiwa Mungu mwingine zaidi ya Mungu wangu. Tunahitaji kuwa karibu na Mungu ili kujaa nguvu na tumdhihirishe yeye katika ulimwengu wa macho ya damu na nyama. Shalom.